أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في جامعة المروة الإسلامية في كلية شريعة. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakaribisheni katika chuo cha Marwa International Islamic University katika kitengo cha sharia. Wa mazilna fi silsilati almuhadarat allati tata'allaqu bi'ilmi usul alfiqh. Bado tunaendelea na mihadhara inayozungumzia usul alfiqh. Wakati tahaddathna fi almuhadarat as-sabiqa, muhadhara tangulia tumezungumzia an nash'at ilm usul alfiqh fi asri as-sahaba wa asri at-tabi'in, kuibuka ilmu usul al-fiqh katika kipindi cha masahaba ridwanullahi alayhim na matabi'in, na kwamba ilmu usul al-fiqh lam yudawwan, masahaba hakuandika wala tabi'in. Tayib, والآن نأتي إلى محاضرتنا اليوم. محاضرة leo تدوين علم أصول الفقه، uandishi wa ilmu usul al-fiqh. اتسع نطاق البلاد الإسلامية. Kwanza nchi za Kiislamu zikaanza kuongezeka baada ya inqidai asri tabi'in, baada ya kuondoka kipindi cha matabi'in. Washara alfuqaha bilhaja, wanazuoni mafuqaha wakaanza kuhisi kwamba kuna haja ila tadwin ilmi usul alfiqh, ya kuandika ilmu usul alfiqh li asbabin, kwa sababu ahamuha, miongoni mwa sababu hizo walizoziona maulama, tatarruq ad-du'f ila lisan al-arabi, kulikuwa na udhaifu katika kuifahamu lugha ya Kiarabu. Limadha? Kwa sababu gani? Idh dakhalat kathiru min ash-shu'ubi, mataifa mbalimbali yaliingia fil Islam, katika Uislamu. Wataallamat al-arabiyya, na yakajifunza lugha ya Kiarabu. Walam tarqa ila salamati lisan al-arabi, lakini hawakufika daraja ya kuwa lugha yao kwamba ni salama kama wanavyozungumza Waarabu ambao walikuwa ni muasili. Sababu thani, wujudu al-jadal al-fiqhi, kuliibuka mjadala wa fiqhi, والنقاش العلمي، مجادله kielimu, sio mijadala tasa, mijadala an-niqash al-ilmi, mijadala kielimu ambayo yenye natija na faida. Watashaaba al-ulama fi manahiji al-istinbat, maulama wakaanza kutawanyika, kuogelea katika nyanja mbalimbali za utohoaji al-ahkam. Idhan sababu thalith, dhuhur waqa'i wa ahadath, ni kutokea matukio la sabila ila istikhraj ahkami mubashara, ambayo hakuna njia ya kutoa hukumu zake moja kwa moja min alqur'ani wa sunna almutahhara, kutoa hukumu kupitia Qur'an na sunna moja kwa moja inahitajika juhudi, ijtihad. Waqad bada'a tadwin hadha alilm, na elimu hii ilianza kuandikwa ala shaklin qawaidi mutanathira, kwa mtindo wa kanuni ambazo kwa mutanathira, mutabaid, yani mbali mbali, haziko sehemu moja, fi ahkami alfuqaha, katika hukumu za fiqh, katika hukumu za mafuqaha. Waqila, na vile kuna qaul, inna awwala man kataba fi hadha alilm, mwanachuoni wa mwanzo kuandika elimu hii huwa Abu Yusuf, ni Abu Yusuf tilmidh Abi Hanifa, mwanafunzi wa Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Illa anna ma katabahu, lakini wanazuoni wasema aliyoandika Abu Yusuf lam yasiru ilaina, kwamba hajafika kwetu sisi katika hizo kawaid au kanuni. Wal mashhur, ama qauli lilokuwa ni mashhur, yani maruf, anna awwala man dawwala ilma usul al-fiqh, kwamba mwanachuoni aliandika ilmu usul al-fiqh bisuratin mustaqilla, kwa mtindo wa kujitegemea, huwa kwa mtindo wa aina peke yake, yani ikawa haiko katika vitabu tofauti, ikawa iko katika manhajin mustaqil, ni kitabu maalum. Huwa Shafi'i, ni Imam Ash-Shafi'i al-mutawaffa 204, ni Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i, alifariki mwaka 204 Hijria. Fi kitabihi, katika kitabu chake Ar-Risala, samaha Ar-Risala, amekiita kwamba ni Ar-Risala. Na hii haimaanishi kwamba hakuna maulama waliokuwa wameandika, la, bal maulama waliandika ilmu usul al-fiqh kabla Imam Shafi, lakini ala suratin mutanathira, sio katika sura, sio katika mtindo alioandika Imam Shafi.
ilikuwa zipo kawaid zimeandikwa katika mutanathira, yani mutabaida mbalimbali, sehemu mbalimbali. Lakini Imam Shafi'i yeye akaja na tariq jadida, njia mpya ambayo tamayaza biha min al-akharin, ambayo akatofautisha yeye na wengine, ni uandishi wa ilmu usul fiqh mustaqillan, kama ni ilmu katika elimu inayojitegemea kwa mtindo istiqlal. Kwa hiyo kwa mfumo huo jadid, Imam Shafi'i anahesabika ni mwandishi wa mwanzo katika ilmu usul fiqh kwa mfumo huo. Wakatakallama fi risalatihi, Imam Shafi'i rahmatullahi amezungumza katika kitabu chake Ar-Risala anil Qur'an, kuhusu Qur'an wa bayanu lil ahkam, kuhusu uchambuzi wa hukumu, bayani al-mujmal na bayan mujmal na mubayyan wa nas wa sunna. Vile vile amezungumzia kuhusu sunna, hadithi, wa bayani al-Qur'an, wa bayanu al-Qur'an, na namna sunna inavyoichambua Qur'an. Wal ijma', Imam Shafi'i amezungumza ijma' wal qiyas, na amezungumzia mlango wa qiyasi na sharti zake na arkani zake. Wal amru wan nahy, Imam Shafi'i amezungumzia amr, mabahith al amri na mabahith an nahy. Wan nasikh wal mansukh, Imam Shafi'i amezungumzia katika kitabu chake Risala nasikh, aya zinazofuta, wal mansukh nazofutwa, wa ghaira min al mabahith al usuliyya, na mengine katika mabahith ya ilmu usul al fiqh. Idha dhahabna ila kitab Ar-Risala, tukienda katika kitabu Risala najid hadhihi mabahith, tunakuta mabahith murattaba. Imam Shafi'i ameyapanga kwa mfumo ambao manhajan, ni manhaj ambayo haithu yastafidu minhu albahith wa yastafid talib alilm shar'i, katika mfumo ambao ulikuwa ni mzuri kabisa. Walidhalik Imam Shafi'i awwalu man dawwana ilm usul fiqh ala hadha almanhaj. Imam Shafi'i ndio mwanachuoni wa mwanzo kuandika ilmu usul fiqh katika mfumo ambao uko mzuri kabisa. Kwa hiyo anahesabika awwalu man dawwana ilmu usul fiqh. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.